Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Bado tupo Tabora. Wiki iliyopita tuliangalia juhudi zinazoendelea za kuanzisha shamba kubwa la kuzalisha mbegu bora za korosho eneo la Tumbi hapa Tabora. Katika kipindi cha leo tunaendelea kuangalia maendeleo ya kilimo cha korosho hapa Tabora. Timu ya Kilimo Ajira Yangu imepiga hodi kwa afisa kilimo wa mkoa ndugu Kaijage. Katika mkoa wa Tabora tunalima mazao ya aina mbalimbali, mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara. Kwa kipindi kirefu tumekuwa na mazao ya biashara yalikuwa ni mazao makuu yalikuwa ni mawili, zao la pamba na zao la tumbaku. Lakini hivi karibuni mkoa umeanzisha kilimo cha zao la korosho. Kwa ujumla hali ya hewa ya mkoa huu na udongo wa mkoa huu unafaa kwa zao hilo. Ni karibu wilaya zote ukiondoa sehemu ndogo tu ya wilaya ya Igunga ambayo ina udongo unaofaa kwa kilimo cha pamba tu. Katika msimu uliopita bahati nzuri watu waliitikia kwa wingi, na kwa mara ya kwanza kabisa tumeweza kupanda jumla ya miche ya mikorosho 148,000. Lengo letu lilikuwa ni kupanda zaidi hapo. Tatizo lililojitokeza, tatizo kubwa lilikuwa ni tatizo la upatikanaji wa mbegu. Na bahati mbaya sana mbegu hizo zinatoka mbali. Kutoka hapa kwenda Mtwara kwa ajili ya kufuata mbegu ni tatizo ambalo limesababisha watu kukwama. Jambo hilo pia limejitokeza hata kwa mwaka huu, kwa sababu mwaka huu mkoa ulikuwa umelenga kulima zaidi na watu tayari wanahitaji na wako tayari na mashamba yameshaandaliwa, lakini upatikanaji wa mbegu umekuwa ni wa kusuasua. Kwa ujumla matatizo makubwa, tatizo moja la kwanza ni tatizo hilo la mbegu, lakini tatizo lingine ni kupungua kwa elimu kidogo. Kwa sababu kuna matatizo ya magonjwa, hilo ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa endapo tutapata mafunzo. Na kwa wale ambao wamekuwepo kwa kipindi cha nyuma, si kwamba hili zao ni geni sana. Kwa sababu tangu miaka ya 89 wakati mimi ndo naingia mkoa huu hapa nilikuta kuna mikorosho ambayo ilikuwa ni mikubwa na ilikuwa inazaa. Ila wenye kwa historia inasemekana kwamba kilichosababisha korosho hizo zisiendelezwe sana ni kutokana na watu kutaka kupata kipato cha haraka. Kwa sababu hapa tunalima zao la tumbaku ambalo ni la muda mfupi. Ni katika mwaka mmoja watu walikuwa wanaweza wakapata kipato. Lakini korosho ilikuwa inachukua muda mrefu. Kwa hiyo nafasi ya korosho kidogo ikapunguzwa na zao la tumbaku. Lakini hata hivyo mkoa una eneo kubwa sana ambalo lote halitumiki. Na sasa hivi watu wameamka na wamegundua kwamba huwezi kuishi kwa kutegemea zao moja. Korosho ni zao ambalo linaonekana linaweza likawasaidia kuongeza kipato na anaweza akalima mtu yoyote. Kwa sababu ukiangalia zao la eneo linalolimwa mazao mengine bado tu ni asilimia kati ya 44 mpaka asilimia 50. Eneo lingine asilimia 50 linalofaa kwa kilimo kila mwaka linabaki hivi. Baadaye Kilimo Ajira Yangu ilifunga safari mpaka wilaya ya Nzega. Tumefika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Nzega. Hapa tunakutana na Saidi Shimahonge, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Nzega. Kwa muda mrefu mkoa huu au halmashauri ya wilaya ya Nzega ilikuwa inazalisha zao hili la korosho. Lakini kutokana na matatizo ya upatikanaji wa mbegu, lakini vile vile changamoto ya bei ambayo ilikuwa inajitokeza kipindi cha nyuma, wananchi waliacha kulima zao hili.
Lakini huu mwamko mpya ambao tumeupata katika kipindi cha miaka miwili iliyopita imepelekea uhitaji wa mbegu ukawa ni mkubwa sana. Kwa hiyo kitendo cha kituo kile cha Naliendele kufungua shamba pale kwenye kituo cha utafiti Tumbi itakuwa ni moja ya ufumbuzi mkubwa sana wa kanda hii ya magharibi. Kwanza, upatikanaji wa mbegu kabla ya kituo hiki hakijaanza kupewa kazi ya kuzalisha mbegu hiyo ilikuwa ni mkubwa. Tatizo ilikuwa ni kubwa. Tulikuwa tunasafiri umbali mrefu sana kutoka Tabora hii kwenda mpaka Mtwara. Sasa ukiangalia gharama za kutoka hapa mpaka kwenda Mtwara kufuata mbegu na kurudi ni kubwa kuliko hata hicho kitu ambacho tunakifuata. Kwa hiyo kitendo kile cha kufungua shamba katika maeneo yetu haya itaturahisishia mambo mengi. Kwanza itapunguza gharama kwa serikali. Kwa sababu kitendo cha kufuata mbegu Mtwara ni gharama kubwa. Kwa hiyo mbegu kuzalishwa katika mazingira yetu kwanza zitapunguza gharama ile ya kufuata mbegu, lakini vile vile mbegu hii inapozalishwa kwenye mazingira yetu kwanza tuna uhakika kwamba hata ukiipeleka shambani inakuwa ni rahisi na ni nzuri na mea kwa haraka zaidi. Kwa hiyo mimi naona kwamba hii kwetu ni ufumbuzi. Zao hili ni zao ambalo sema kweli litatusaidia sana. Na kufungua kituo hiki au shamba hili la kuzalisha mbegu ni moja ya ufumbuzi ambao utasaidia halmashauri za mkoa huu wa Tabora, lakini vile mikoa mingine ambayo inalima zao hili katika kanda hii ya magharibi. Kwa sababu wananchi walikuwa mara nyingi wanalima mazao haya ya muda mfupi. Kwa kuwepo na uhakika wa mbegu za kulima zao la korosho, kwanza itasaidia kuongeza kipato kwa wakulima wetu, lakini vile vile halmashauri zitajiongezea mapato. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kitendo cha kituo cha utafiti Naliendele kuweza kutanua wigo wa kuzalisha mbegu za korosho na kuleta kwenye kanda hii ya magharibi ni ufumbuzi mkubwa sana kwetu. Kwa sisi kama serikali, lakini vile vile ni ufumbuzi mkubwa kwa wakulima wetu kwa sababu watakuwa na uhakika wa kupata shamba au mbegu za kuweza kuzalisha na kutanua mashamba yao ya zao la korosho. Hapa tupo kijiji cha Gurumbai, kata ya Kiritu, wilaya ya Nzega. Tumetembelea shamba la mikorosho la ndugu Paulo Shija. Ndugu Shija alipanda mikorosho miaka mingi iliyopita. Mikorosho yake ni mikubwa, lakini hakuwa anaitunza vizuri kwa sababu ya kukosa elimu ya kilimo hicho. Hii zao la korosho nimeanza kupanda mimi mwenyewe. Nimeanza mwaka 2013 nikaipanda hii mikorosho. Lakini nimeipanda ikabakia kuwa hivyo tu, mazao si kuendelea kupata kwa kutokuwa na nyenzo vya kupigia dawa, kwa mfano kama mashine pamoja na madawa kwa ujumla. Nimeshangaa ni mwaka huu tu kidogo nimeona zimeleta mazao na mimi yamenipa matumaini. Ina maana mwaka huu ndo ni mara yangu ya kwanza kuokota korosho. Lakini hata hivyo, pamoja kwamba kuokota kwangu bado sijaelewa ni soko nitalipata wapi. Naendelea kuvuna sasa hivi, naendelea kuokota. Baada ya kutoka kwenye nguvu kazi zingine, mazao mengine, na kuja kuendelea kuokota. Mpaka sasa hivi hao vijana wanaoonekana wale wanaokota kidogo kidogo. Na nimeanza kuokota Novemba, mwezi wa 11, kulingana na msimu wenyewe. Hizi mbegu nilizopanda nilitoa sehemu inaitwa Shira, kata ya Isanzu, kwa sababu mimi kuipata hii elimu ni baba yangu mzazi alikuwa ana shamba pale nyumbani. Kwa hiyo hata elimu hii nimeichukua kutoka pale na mimi nikaiendeleza. Dr. Kapinga ni mtafiti kiongozi wa zao la korosho kutoka TARI Naliendele. Ameona kuna dalili za ugonjwa wa mikorosho katika shamba la ndugu Shija na hapa anatoa somo. Bwana Mbozo, kwenye zao la korosho Ndio. kuna magonjwa ambayo yanasababisha korosho isizae vizuri. Sawa. Ugonjwa mmoja wapo ambao hapo upo kwenye shamba
ubwiriunga. Ubwiriunga. Sasa huo ugonjwa ndio unaweza kushambulia kwenye majani machanga. Ndio. Na dalili za kwenye majani machanga ni kama unavyoona hii hapa. Sawa. Jani linakuwa kama unga hivi. Ndio. Sawa. Sasa huu ugonjwa unaitwa ubwiriunga. Au hali kama hii hapa. Inakuwa kama unga hivi. Sawa. Sasa ugonjwa huu unatibika. Na lakini dalili zingine, dawa zipo. Dalili zingine ni kwenye kwenye majani. Tumeelewa ilivyoonekana vile. Ndio. Sasa hii dalili ni kwenye majani. Na ugonjwa unaitwa ubwiriunga. Ndio. Na dalili zingine ndio kwenye korosho changa. Ni kama hapa. Ndio. Unakuta tunda lake hili haling'ai. Ndio. Haya ni mashambulizi ya ugonjwa. Sawa. Sasa ikiwa hivi, kitakachofuatia ni kwamba ile korosho kwanza haitakuwa vizuri. Ndio. Lakini pia utakuta tunda lake hili haliwezi kukua inavyotakiwa. Sawa. Kama mkorosho wako hauna uwezo kuvumilia ugonjwa, zitakufa. Ndio. Lakini dalili nyingine unaweza kuona kwenye maua. Ndio. Kwa mfano kama hapa. Sawa. Hii dalili moja, ua lile hajifunguki. Sawa. Au kama lilivyo hili hapa. Ndio. Na hii. Sawa. Ili ua liweze kufunguka. Ndio. Sasa kama lifunguki, ina maana kwamba hutapata mavuno. Sawa. Sasa unaweza kuzuia ugonjwa au kudhibiti kupambana ugonjwa kwa kupanda mbegu bora ambazo zinavumilia ugonjwa. Ndio. Ambazo zinapatikana kwenye taasisi ya utafiti, kituo cha utafiti wa kilimo Naliendele Mtwara. Sawa. Lakini njia nyingine ya kupambana ugonjwa ni kutumia madawa kama ulivyosema sulfa. Sasa sulfa yenyewe kazi yake ni kuzuia ugonjwa. Ikishafikia hatua kama hii, hawezi tena kwa hiyo sulfa haifanyi kazi. Ikifika hatua kama hii haifanyi kazi. Kwa sababu yenyewe sulfa lengo lake ni kuzuia ugonjwa, vile vimelea visiwe ikaingia kwenye ile jani au kwenye haya matunda au kwenye maua ikifika athiri. Kwa sasa hili linatakiwa utumia sulfa kabla ugonjwa hujafikia hujakoma kama hivi. Kwa hiyo unapiga kwa maana kuzuia. Lakini kuna madawa mengine hayo yanaweza kuponyesha na kuzuia. Ndio. Na hayo yote tunashauriwa na wataalamu wetu wa kilimo ambao wanaweza kuambia dawa hii, na zilizo nyingi ni za maji. Ndio. Changanya na maji, tie kwenye bomba, unapulizia. Hizo inaweza kuzuia na kuponesha. Kwa ikifika hata hatua kama hii imeanza, unaweza ikapiga dawa ile ikashika. Sawa. Moja hapo ambazo zipo madukani ni zile ambazo jamii ya maji. Ndio. Ni ziko aina nyingi tu. Ukikutana na wataalamu ambao wanashughulika na hiyo, wanaweza kuelekeza dawa hii inafaa kwa kuzuia na pia inafaa kwa kutibu. Lakini sulfa kama ulivyosema unaifahamu, ile haiwezi ikaponesha. Ikifikia hatua kama hii huwezi kutumia sulfa ikasaidia au hatua kama hii, kwa sababu tayari ile nafasi ya kuzuia inakuwa haipo tena. Ndio. Kwa kifupi sasa hapo wewe inatakiwa cha kufanya, wasiliana na wataalamu wa kilimo waliko karibu na hapa. Kukushauri kuelekeza dawa gani inafaa na utumie kiasi gani. Na lini uanze kutumia ile dawa, kuhakikisha kwamba mavuno yako yanakuwa mazuri. Inatakiwa korosho nzuri iwe na rangi, inapokuwa ikiwa changa inakuwa na kama hii iko vizuri. Sawa. Kwa hiyo hayo yote kama ulivyosema ulikuwa hujafahamu, ni kweli ndio ile changia uzaji uwe pengine sio mzuri sana. Sawa. Kwa hiyo hapa inawezekana. Ndio. Tumia dawa za kuzuia shambulizi kama hayo, lakini pia kama napata ile kuzuia na kukinga ni nzuri zaidi. Sawa. Na pia cha kuzingatia ni muda gani uanze kupulizia ile madawa. Ndio. Usipulizie muda ambao sio mwafaka. Muda mwafaka ni kuwahi kabla hali tu haijafika kama hii. Sawa. Lakini pia tunavulizia sulfa kuzuia maeneo ambayo yanazaa. Ndio. Mkorosho kama ulivyo unachipua mara mbili kwa njia mbili, kwa nyakati mbili. Inaweza kuchipua kwa maana tu kuwa. Ndio. Lakini uchipuaji wa kutoa maua. Ndio. Kwa sulfa
unatumia kwa lengo la kuzuia maeneo ambayo yatatoa maua au yatazaa. Kwa maneno mengine, wakati kama ule wa msimu wa mvua unakuta mkorosho unachipua tu, unaendelea kuchipua. Sasa pale hatushauri uanze kupiga dawa ambayo ya kupambana na bwiriunga, kwa sababu hutapata mavuno wala uzungizi chochote ambacho utasaidia kupata fedha au kupata mavuno. Ila muda ambao unatoa maua unachipua kwa lengo sasa la unataka kwenda kwenye kuzaa. Sawa. Ndipo ambapo nafikiri hata shambani wako utakuwa unaona kwamba kuna wakati mikorosho inachipua tu lakini haina maua. Sasa hatua kama ile uhitaji kupiga dawa za kupambana na vitu kama bwiriunga. Sawa. Utasubiri sasa mpaka inapochipua kwa kuelekea kuzaa. Ndio utapiga sulfa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa usiathiri maua yako. Sawa. Kipindi hiki kimepata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania. Katika mazungumzo yetu, ameonyesha kupendezwa na kazi za utafiti zinazofanywa na Kituo cha Utafiti cha Naliendele. Amesema serikali inaunga mkono shughuli hizo na inatoa pesa ili kazi hiyo ifanyike nchi nzima, akitolea mfano zao la korosho. Kwa hiyo serikali inatoa fedha za kutosha, tena kuhakikisha kwamba shughuli hizi za utafiti zinaendelea, lakini pia na usambazaji wa teknolojia mbalimbali. Na hata katika mwaka huu wa fedha 2018-2019 serikali bado imetoa fedha, na tumesikia mratibu wa utafiti akizungumza kwamba kuna maeneo mbalimbali ambayo ni ya kipaumbele na kwamba fedha zimetengwa kwa ajili ya kazi hiyo. Amezungumzia kwamba usambazaji tu wa teknolojia kuna fedha zaidi ya milioni 200 zimeshatengwa kuhakikisha kwamba sasa teknolojia hizo zinawafikia wakulima. Na kazi imefanyika hivi, tumeona kabisa wenzetu wakienda mpaka Tumbi kule Tabora, kwa maana ya kuhakikisha hizo teknolojia hasa mbegu kwamba zinahamasishwa kule ili kwamba ziweze kutawanyika, ziwafikie wakulima hasa katika ukanda ule wa magharibi na maeneo mengine hata ukanda wa kati, ili kwamba wakulima waweze kunufaika na zao hili la korosho. Kwa hiyo kwa kweli serikali imejipanga kuhakikisha zao hili sasa linakwenda kuleta tija, na hasa ukichukulia kwamba mkazo mkubwa uko kwenye uchumi wa viwanda. Na nakumbuka kwamba hata serikali imeshatoa tamko kwamba korosho zote nataka kwamba zisindikwe hapa nchini kwa ajili ya kuleta ajira, lakini pia kuongeza thamani, na hiyo ni kwa ajili ya manufaa zaidi ya nchi kuliko kupeleka faida hizi nje ya nchi. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.